watu wa maombi, watu wa kujifunza neno. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati tumetoa kipaumbele sana kwenye mambo ya kidunia kuliko mambo ya kiroho. Sikweli nikasema kuna watu wanaweza kuwa hapa amevaa gauni na shilingi 30,000 lakini hana Biblia. Amevaa kiatu cha 20,000 hana Biblia. Na amebongola tu, hana shida, ametulia. Nimeokoka, naimba Ebeneza, naimba nini ndugu lake, lakini hana Biblia. Na nasali kama zote. Ni kijana, ni mama, ni baba. Huyo ni mtu, mtu ameshakufa zamani, hayupo. Anahitaji kufufuliwa kwa neno la Bwana, afufuliwe kwa maombi, afufuliwe kwa fundisho. Hana shida yeye. Anamaliza mwezi mzima hajawahi kufungua Biblia, hajawahi kuifungua Biblia. Tofauti na Jumapili, hilo jambo limekufa. Anasema kaliimarishe hilo jambo limekufa, kalifufue hilo jambo limekufa. Ana Yesu asifiwe. Unasoma kwa Biblia, unasoma. Hausomi. Unawaza chakula tu kila siku. Unawaza matembele. Unawaza biashara zipo. Lakini hebu jaribu kukumbuka kazi ya Bwana. Kumbuka kwa habari ya kukesha. Kumbuka kwa habari ya kumtafuta Mungu. Huwezi kumjua Bwana kama ndani yako hakuna neno. Huwezi kumjua Bwana kama ndani yako hakuna roho. Huwezi kumjua Bwana kama ufanyi maombi. Yaani kuna mijitu kanisani anamaliza mwaka mzima hajawahi kufunga masaa 12. Hajawahi. Halafu anasema nimeokoka na swali Pentecoste. You are nothing boy. Jaribu kujifikiria. Bwana Yesu anasema huyu Yesu hakuwa na nyumba wala pa kulala, alikuwa analala kwenye mawe. Kusudi lake ulimwengu ukombolewe. Analala kwenye baridi akiomba kwa ajili ya wanawake. Amesema ombeni msikate tamaa. Ndugu yangu, unapiga ugali kila siku. Kiamka tu kwenye kibanda na pikipiki yako. Una habari na maombi kabisa. Kweli kabisa, unaishi bila maombi. Utakwenda mbinguni wewe? Mbingu ya nani? Utawezaje kupita? You never pass. Huwezi ukapita. Huwezi ukafika. Na kuhakikishia bila maombi mbinguni haupoi. Yesu mwenyewe alipofika siku za mwisho, alipoiona Lazaro pale msalabani, Biblia inasema akalia sana, akatamani hili jambo la Elisha, lakini akadai Bwana, mapenzi yako yatimizwe. Huyu ni Mungu, sio binadamu. Alipoona ile mauti pale msalabani, akayaona mateso, akamwaga machozi, akalia kwa hasira kwamba liko jambo gumu. Halafu wewe unaamka Jumatatu, Jumapili, mwezi wa kwanza, wa pili, hata maombi ya masaa 6 huwezi. Unalalaka tu na kulala tu. Tena hasa wanaume hawaombi. Yaani ukitaka kuprove waambie sasa hivi tuanze maombi nusu saa. Wameshaanza kwenda chooni kukojoa. Wote kwa nini hawaombaji? Kazi wanachojua, wanapoamka wanawaza biashara, wanapoamka wanawaza pesa. Hiyo pesa tutavuta, lakini kwanza anasema tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mafundisho Jumatano utakuta kanisa lote wamefunika wakina mama. Kanisa lote Jumatano ni wakina mama. Wakina baba wote wako kwenye biashara. Sikiliza nikwambie, Biblia imesema yako mambo yamekufa, yatengeneze, rekebisha. Uwe mwenye kukesha. Mwenye kukesha. Kuna mambo yamekufa, kuna mambo yameharibika. Haleluya. Bwana asifiwe. Yaani kuna watu wako razi, wanaacha ibada, wanakwenda kwenye Simba na Yanga,
wameacha maombi, wamekwenda kwenye mpira. Yaani kwenye mpira na kesha, lakini kwenye maombi ya usiku huwezi ukamwona eti amechoka, ana usingizi. Ila kwenye Yanga hata ugali anauacha karibu saa 8 kwa sababu ya Simba na Yanga amemwacha Mungu. Wewe umekufa, leo ufufuliwe, leo ufunguliwe, ukubali Bwana, ubadilike. Halo. Kwa sababu usipokwambia utakuja kutulaumu. Hawakusema na mnapenda mafundisho ya pokea ubarikiwe, pokea ufunguliwe, pokea upako, pokea baraka, pokea magari, pokea pikipiki, pokea nini? Come on, umeuliwa. Lengo la kwanza la kukombolewa ni kwamba wewe Bwana ana haja na roho yako, ana haja na moyo wako, ana haja siku moja ukamlaki mawinguni. Hiyo kusudi kubwa la Yesu kukuokoa. Mengine yote ni ziada. Amesema nitakufanya nini kama Mungu amekubarikisha mali zote za dunia, halafu mwisho wake ukadumbukia katika jehanamu ya moto. Hakuna likufaalo, lakini jambo zuri ni kwamba pambana kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unionaje hiyo? Inaingia wewe mwenye kukesha. Wewe mwenye kukesha. Papa siku moja nikiwa najiuliza, kwenye kanisa kama hili unakuta mzee wa kanisa mwanamke. Hili si mistake. Kwa nini? Wanaume wote wamezira. Yaani wamezira, wamekataa, wamejitenga, hawana habari na kazi ya Bwana. Mchungaji anaangalia hivi, yani nipe uzao kanisa. Ukiangalia wazee yote yamekufa. Na mchukua nani? Hebu chukua mama ndio wazee wa kanisa. Sasa utaratibu wa kanisa inaongozwa na wanaume. Mwanamke kisema an emergency case, emergency. Sasa wote hawapo. Wataweka wafanye nini sasa? Watakupotezea muda tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenye kukesha, tukitangaza maombi tukuone, kwenye ibada mafundisho tukuone, kwenye sala tukuone, mshirika wa Jumapili wewe umekufa. Ni maiti inayotembea, nasubiri kuzikwa. It is not a joke. Ni kweli, ni saigo la kataa kubali. Kama maombi huwezi na hauna sababu, wewe umekufa katika roho. Maana vimesema mkiongozwa na roho hamuwezi kutimiza kamwe tamaa za mwili. Ni kweli kabisa. Hauji kwenye maombi kwa sababu nyumbani hakuna chakula kabisa, kwamba kweli leo nyumbani sina chakula, siwezi kwenda kwenye maombi nikatafutia familia. Kidogo unaweza kanishawishi. Una kila kitu ndani. Unashindwaje kuja kwenye mafundisho? Unashindwaje kuja kwenye maombi? Unashindwaje kuja kwenye mkesha? Unashindwaje kuja kwenye ibada ya jioni? Unakimbilia kwenye biashara wakati ni Jumapili. Wewe una shida gani? Wewe umekufa, ni marehemu. Leo ufufuliwe, leo ufufuliwe. Ukubali, ufunguliwe, utoke kwenye kifo. Sawa, kama ukisika utafunga kinywa chako. We must tell you, lazima nikwambie ukweli. Nimesema tuambiane kweli. Tuambiane